Thank you, Jesus. Heshima ni zako Yesu, mamlaka ni yako Bwana, uwezo ni wako Yesu, yote sifa ni zako, unastahili sifa Bwana. Asante Baba, thank you Jesus. Mtukufu na Baba, heshima na zako Yesu. Asante Yesu, thank you Jesus, thank you Jesus. Asante Bwana, unatosha Yesu. Hallelujah, thank you Jesus. Asante Bwana, utukufu ni wako Yesu, heshima ni zako Bwana, mamlaka ni yako Yesu. Unastahili Bwana, unatosha Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Basi twende msikilizaji, mahali pote ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi ulimwengu wote, yeye ambaye ametupenda, ametulinda, ametukirimia kibali na nafasi ya kuishi siku ya leo, sio kwa uzuri wetu, lakini kwa sababu ya uzuri wake Bwana tungali tunaishi. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu na kumtukuza, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo, na hajawahi kushindwa, na hakuna siku ambayo Mungu atashindwa. Siku zote ndiye mshindi, nasi tukikaa pande yake tutakuwa zaidi ya washindi. Inampendeza Mungu kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kutana mahali hapa masaa kama haya, ni kwa ajili ya kulishiriki neno lake Bwana. Kwa hivyo msikilizaji mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikiwa nakukaribisha katika neno la Bwana la siku ya leo. Naomba muda wako mchache kwa ajili ya sauti hiyo, na zaidi sana moyo wako kwa sababu ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Nikukumbushe kwamba Mungu aliyekuhifadhi mpaka masaa haya anakupenda sana. Mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu ako nayo juu ya maisha yako, mipango mema sana. Ndio maana uko hai siku ya leo. Kwa hivyo una sababu za kumtukuza Bwana na zaidi kumtumainia yeye, na yeye ndiye mwenye nguvu zote na ndiye mwenye uwezo. Na kama lipo ambalo linakusumbua na kukulemea, usitafute njia mbadala,
ni vizuri kuweka kwa Bwana kwa maombi, nao Mungu atakusikia na atakusaidia. Na jioni ya leo unaweza kuunganika pamoja nami kwa imani unapofungua mkutano huu kwa maombi. Nawe pia unaweza kuchukua nafasi hiyo ukajiombea hapo ulipo, ukampa Bwana hitaji lako kwa imani. Mungu wetu hana upendeleo wala ubaguzi, ni Mungu wa wote wenye mwili, hasa wale ambao wanamwamini huwa wanaushuhudia wema wake Bwana. Kwa hivyo ni vizuri ukaunganike pamoja nami kwa imani tuweze kuomba, na Mungu atatenda mema katika jina la Yesu Kristo. Nasoma kitabu cha Zaburi 106 mstari wa 4 na wa 5, alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Zaburi 106 mstari wake ni wa 4 na wa 5, alafu tutakuwa tunaomba jioni ya leo. Ee Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulicho nacho kwa watu wako, unijie kwa wokovu wako, ili niuone wema wa wateule wako, nipate kuifurahia furaha ya taifa lako na kujisifu pamoja na watu wako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishia milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu kwa imani. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilivu wako na uvumilivu wako kwetu Bwana. Asante kutuhifadhi mpaka siku ya leo. Asante kulinda maeneo haya Jehova. Asante kulinda wasikilizaji wote Bwana. Na asante Bwana kwa nafasi hii Jehova. Sifa hizi zote ni zako pekee Jehova. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa Bwana. Unastahili kutukuzwa na kando na wewe hapana mwingine. Tunalibariki jina lako, tunakusifu Bwana. Asante Mtakatifu. Ndipo tunajiweka mikononi mwako Jehova, tukikiria kwamba sisi ni wakosaji. Watusamehe dhambi na makosa yetu Bwana, watusafishe na ututakase, tupate kibali machoni pako Jehova. Yesu Kristo katakase hata mahali hapa, na sauti hizi ukazitakase kwa damu yako Bwana. Wanaosikiliza pia wakatakasike kwa damu ya Yesu Bwana. Jioni ya leo jioni njema, jioni ya baraka na amani. Utukufu wako kaonekane mahali hapa Bwana, uzuri wako kaonekane mahali hapa Jehova. Ninakimbilia wasikilizaji wote Jehova, kila mmoja anakuhitaji kwa njia mbalimbali, na Bwana ndiye msaada wetu sote. Ukaonekanie kila mzee, kila mama, kila kijana, hata na watoto Bwana, ukawalinde mahali hapa Bwana. Ukaachilia malaika wako wakalinde mikasa mikosi Bwana, ukaondoa mamlaka yote ya kishetani. Tunakemea pata kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, chukua ushukani ukatawala, onekana Jehova, ukakomboa na ukaokoa, ukabariki na ukaponya jioni ya leo, ukatenda ishara na muujiza mahali hapa Bwana, na sifa zote zitakurudia Jehova. Mkono wako wa habari kaunyoshe wale wagonjwa Bwana, ukawape afya. Wadhaifu Yesu ukawatie nguvu Bwana. Kila mwenye hitaji ukamwonekania na kumtendea, kwa maana uweza ni wako Bwana. Unatawala, unatosha na unaweza, na kando na wewe Yesu hapana mwingine. Tamalaki jioni ya leo na ukatende mema, na sifa zote zitakurudia. Chochote ambacho hujapanga mahali hapa jioni ya leo, tunakamilisha na kurejesha kwenye neno katika jina la Yesu Kristo. Mawazo yako mema Bwana yakatimie, na mipango yako mema itimie maishani mwetu sote, na sifa zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana umetenda. Tunapenda kusikiliza neno lako jioni ya leo, umekirimia kunena ya Pasaka na yastahili kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Yesu, naomba nikampe hekima na maarifa, nikimfanya kuwa mvulana katika ufalme Bwana. Chochote kinaweza inuliwa jioni ya leo kikazuia injili hii, mamlaka ya wachawi na waganga, washirikina, Illuminati na washauri,
maroho kutoka kuzimu na baharini, maroho ya kiangisi, mamlaka ya kupinga Kristo, ninakamata mateka yakapata kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, chukua nafasi ukatawala, ukatende mema mahali hapa, na sifa zote zitakurudia Baba. Asante kwa maana umesikia na umeenda kutenda. Umeinuliwa Yesu na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Nakukaribisha msikilizaji mpendwa kwa jina la Yesu Kristo kwa neno lake Bwana jioni ya leo. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Nakaribisha tena msikilizaji mpendwa katika neno lake Bwana jioni ya siku ya leo. Naamini ya kwamba tangu wiki iliyopita siku kama ya leo tulipokuwa mahali hapa katika neno la Bwana, natumai kwamba Mungu amekulinda na pia amekuhifadhi na kwamba unazidi kumtumaini yeye. Nikukumbushe kwa mara nyingine tena, Mungu anakupenda sana na mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema sana. Mipango ambayo Mungu ako nayo juu maisha yako, mipango mema sana. Kwa mtu wa Mungu ni vizuri kumtumainia Mungu na kumtazama Mungu, na yale ambayo unajua hayafai usiyatende. Unajua kwamba hayafai ni vizuri kuyaepuka, maana dhambi ya makusudi haiendi bure. Mtu anapofanya kitu ambacho anajua ni makosa na anafanya, basi mtu huyo lazima atapata mateso na msamaha anaweza kukosa. Kwa hiyo mpenda msikilizaji, wale ambao unajua ni mabaya usiyashiriki, ni vizuri kuepuka. Asante Yesu. Yale ambayo unajua hayafai ni vizuri kuyaondoa katika maisha yako. Katika utangulizi Methali 15, Methali 15 mstari wa 10, adhabu kali inayoiacha njia, naye achukiaye kukemewa atakufa. Maandiko yanasema adhabu kali ina yule mtu ambaye anaacha njia. Mtu anayeacha njia, adhabu kali iko juu ya maisha yake, na yeye ambaye anachukia kukemewa atakufa. Kwa hiyo mpenda msikilizaji, lile unajua ni kosa, ukilitenda ukajua kwamba mbele yako unangojewa na adhabu, severe punishment. Thank you, Jesus.
Asante Bwana. Samahani kidogo kwa sababu ya hitilafu hiyo. Nikukumbusha tena maneno ya Mungu yamesema ya kwamba Methali 15 mstari wa 10, Abubakari na yeye ambaye ameuacha njia. Unapojua ya kwamba hili ni kosa na unalishiriki, basi maisha yako unaweka katika adhabu kali, severe punishment, na kwa watu ambao wanaacha njia. Sasa jioni ya leo ni mambo mangapi ambayo unajua hayafai na unatenda? Nimefanya kujiuliza. Mwanadamu mara mingi analalamikiwa shida, analalamikiwa matatizo na mahitaji ya maisha yake, lakini mara mingi mwanadamu huwa hazingatii yale ambayo anayafanya. Sasa maandiko yanasema adhabu kali unaye yule ambaye anaiacha njia. Mtu wa Mungu anakusihi kwa huruma zake Bwana, vile unajua ni baya usitende, kwa sababu unaposhiriki lile ambalo unajua ni baya, maisha yako unaweka katika adhabu kali, punishment. Utakuta kwamba unateseka sana, mazito yanakuwa maishani mwako magumu, kwa sababu na wewe pia kuna mambo unafanya ambayo kivyako unafahamu kabisa hayafai, lakini wewe unaendeleza. Sasa hapo ndipo maisha yako yanaingia katika adhabu kali. Nilisema kwamba katika kile tunayolifanya tuangalie sana Mungu aliyetuumba, na tuzingatie sana yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa sababu hakuna mahali pengine kuna msaada isipokuwa ni kwa Mungu ambaye ametupa uhai. Na Mungu hawezi kukusaidia kama na sisi tunayeacha njia. Unasaidia mtu mzuri, unakuwa mtu mzima, unaanza kufanya mabaya. Watu kama hao Mungu hawezi kuwasaidia hata kidogo. Anasema maisha yao yatakuwa ni adhabu kali. Lakini Mungu anapeleka mwito kwa wanadamu wote. Anasema tuchunguze njia zetu na tusijaribu, na tumrudie Mungu tena. Na alipomtuma Hosea akamwambia Hosea kwamba yale mambo ambayo wanafanya mwanadamu anaanguka, anaingia kwenye mateso. Hosea 14, sikiliza maneno haya. Nikiwa ningali katika utangulizi wa somo la leo. Utangulizi ni kwamba ujua ni baya usitende, kwa sababu unapolitenda lile baya unajua ni baya, unaweka maisha yako katika adhabu kali, unaweka maisha yako katika mateso, unaweka maisha yako katika vilio na mahangaiko ambayo Mungu hakukusudia. Maandiko yanasema Hosea 14 mstari wa 1, yaani Israeli kumrudia Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Mungu akawa anaongea na Hosea kwa wana wa Israeli, akasema mwanguko ni kwa sababu ya uovu. Mwanguko katika maisha unachangiwa na ule uovu tunaoshiriki sisi binadamu. Yale mabaya tunajua ni mabaya na tunatenda, ndio yanachangia maisha yetu yanakosa kuwa na progress, tunakuwa stagnant, na zaidi kunaonekana mwanguko kwa sababu ya ule uovu ambao tunashiriki sisi wanadamu. Mtu wa Mungu naye nisikiliza jioni ya leo, ujuao ni baya usilitende. Lile ambalo unajua ni baya ni vizuri kuliepuka, ni vizuri kuliacha, kwa sababu unaposhiriki mabaya ambayo unayafahamu kwamba ni mabaya, unaweka maisha yako ni kwa sababu ya uovu ambayo wameushiriki. Mtu wa Mungu naye nisikiliza jioni ya leo, kwa sababu ni baya usilitende, kwa sababu litaleta mwanguko katika maisha yako. Na mwanguko ukiingia ndani ya maisha yako, hautakuwa na mwokozi, hautakuwa na mtetezi. Wanasema duniani msiba wa kujitakia hauna pole.
wengi tunavyoishi hivi wanaishi ndani ya punishment. Maisha ya watu wengi ni wanaishi katika punishment. Wengine waliiba ushago, sasa wanalipia Nairobi. Wewe ulifanya nini mpendwa huko nyuma ulikotoka? Ni kweli leo kuna mambo unahitaji, lakini nyuma ulikotoka ulifanya nini? Anakubali ni yule mtu ambaye anaacha njia, na Mungu anaenda kumrudie, kwa sababu ni anguko mengi tulionayo maishani. Anasema imechangiwa na ule uovu tumeshiriki. Sasa mtu wa Mungu, ni vizuri sasa ujiulize, huko nyuma yako ulikotoka umeacha nini? Ni dhambi gani ambayo umeshiriki wewe? Wengine wako Nairobi hapa kwa sababu ushago aliiba, akasikia wanamtafuta akatorokea Nairobi. Mwingine alipiga baba yake, akasikia baba ameenda kwa mzee wa mtaa akatorokea Nairobi. Mwingine alipachika msichana wenyewe mimba. Huko alipo na mtu muulize ulikuja kwa nini? Ukiwa karibu na mtu muulize wewe ulikuja nini, kwa nini Nairobi? Wanaume wanapenda kulalamika. Mwingine alitoa mimba, ikabidi asafiri kuja mtaani, maana sasa ametoa mimba. Mungu anatuambia tumrudie, kwa sababu mwanguko tulionao kimaisha, tumeanguka kwa sababu ya uovu wetu sisi binadamu. Tumeanguka kwa sababu ya uovu wetu, na Mungu anasema tumrudie, tutubu dhambi. Lakini watu wa leo wanalalamika, wao nichunguzie maisha yangu pasta, basi niangalilie nyota yangu ni kama iliibiwa, basi sijui niangalilie kwetu ni kama kuna roho, ni kama kweli kuna madhabahu yanitesa. Lakini Mungu anamwambia asiaenda ukawaambia wanadamu, wameanguka kwa sababu ya uovu wao. Kwa hiyo wanirudie, usimtafute msema nyota mpenda, mrudie Bwana. Kumbuka huko nyuma ulikotoka umefanya nini? Huko nyuma ulikotoka, kuna watu wananisikiliza saa hii, alikuwa anakaa Kariobangi, akakimbia na pesa ya chama, akahamia Njenga, anapita hapa anaelekea Njenga. Na anataka kuona msaada wa Mungu. Na alikuwa anakaa mahali ukahama na pesa ya mtu. Utaonaje mama? Wakati ubaya uliofanya unaelewa ni mbaya, unaweka sehemu ya wenyewe ukabadilisha na ndugu yako, unakaa Karioko mka exchange. Na hadi wataka kuona Mungu, unaamka mapema uone baraka zitatoka wapi isipokuwa tumrudie Mungu. Lakini ni kama mtungi wa gasi bila gesi. Kama ni mkubwa aje, kama una gesi ndani ni bora tu. Kujituma sana kikazi na matendo yako mabaya ni kazi bure. Ni kama kukimbizana na upepo, hautawahi kuushika. Wapendwa, ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Turekebishe njia zetu na matendo yetu. Na uwe mtu wa maangalifu sana, uwepo wa mali dogo. Ninafanya nini? Napokelea hapa hapo nafanya itakuwa nini? Usifanye jambo kwa sababu watu wanafanya. Usifanye jambo kwa sababu una uwezo wa kufanya. Lakini ni vizuri kujiuliza, matokeo ya haya mambo nafanya itakuwa nini? Watu walipia outcome. Maana Mungu anasema anabukali severe punishment. Ni kwa mtu anaacha njia. Na ule mtu pia anachukia kukemewa atakufa. Pia ukikuwa umeacha njia, ukirekebisha unakasirika, unakataa, basi Mungu anasema wewe utaangamia tu. Watu wa Mungu, ni vizuri kuwa mwangalifu. Kuna Mungu ambaye amekuumba na ambaye amekulinda na ambaye ndiye ako na msaada wako. Sasa unayeishi wewe unampendeza Mungu kweli? Yale mambo unayofanya yanafaa mbele za Mungu kweli? Vile vitendo ambavyo unavitenda wanastahili mbele za Mungu kweli? Ni vizuri kujiuliza mpendwa, ni vizuri kutafakari. Lakini 99% Mungu anasema tumeanguka kwa
sababu ya uovu wetu, kwa sababu ya uovu wetu. Kwa hiyo wakati wewe jichunguze, ni gani umeshiriki maishani mwako. Na watu wengine wanasema kuna mtu aliniona, nilikuwa peke yangu. Ulikuwa peke yako kibinadamu, lakini Mungu alikuwa na wewe akikuona. Hata kama mlifanya usiku wa manane, Mungu alikuwa anakuona vizuri sana. Na akamtuma Isaya akamwambia maneno haya. Isaya 29, sikiliza. Unaweza kuona sema ya mambo ilikuwa peke yangu, hakuna mtu anajua. Utaendelea kuangaika wakati kuna Mwokozi ambaye anaweza kuokoa na kusaidia. Isaya 29 mstari wa 15 anasema, ole wao wanaojitahidi kumfisha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani. Nao husema, ni nani atuonaye? Ni nani atujuaye? Mungu anasema kuna watu ambao wanauliza nani atuonaye na nani atujuaye. Wanajaribu sana kuficha mambo yao, kuficha matendo yao. Naweza kukuona saa hii barabarani kijana mzuri sana, amevaa vizuri, lakini kule nyumbani anafanya masturbation, kule kwa choo, kule kwa mbafu. Na mtaani inaonekana mtu wa mungwana sana, amepiga, anasema anapiga luku, lakini sasa sirini anamtumikia shetani. Kwa sababu mtu yote ambaye anafanya masturbation anatumikia shetani, sio Mungu. Lakini Mungu anasema wale wao wanaojitahidi kumfisha Bwana mashauri yao, na wanauliza nani anatuona. Hata kama hakuna mtu anakuona, kuna Mungu aliye mbinguni anakuona. Mithali 15 mstari wa 3, Maria anasema macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mtu mwema na mtu mbaya. Macho ya Bwana yako kila mahali. Hakuna mahali unaweza kujificha. Unaweza kujificha mke wako ukaenda mpango wa kando mlolongo, lakini huwezi kujificha Mungu. Unaweza kujificha mume wako, yule sponsor ukaandika kazi ni Wakawangware, na mume wako akaamini ni kazi ni Wakawangware, lakini wewe mwenyewe unaelewa kabisa huyu ni sponsor, mzinzi mwenzangu. Mungu anasema ole wao, wale gari linakuja, na pesa yanamkuja kwa watu ambao wanajitahidi kumficha Bwana mashauri yao. Hawataki kutubu dhambi, hawataki kuachilia uovu. Swali moja wanauliza nani anatuona, na pili wanauliza nani anatujua. Hata kama bosi wako ajui, Mungu anajua mpendwa, na Mungu ndiye ako na baraka zako. Usijifiche watu na kuendeleza uovu, kwa sababu watu hawana baraka zako. Ni Mungu ndiye aliye na baraka zako. Na Mungu anasema ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani. Ndipo Mungu ni wakati wa kumrudia Bwana. Hosea 14 mstari wa 1 anasema, Israeli umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Usimlaumu aliyekuzaa, usilaumu shoga yako, usilaumu sijui kuna waganga, sijui kuna wachawi. Shetani hapati nafasi isipokuwa umemwacha Mungu. Hawezi kupata nafasi mkiwa na Mungu. Kwa hiyo usimtazame sana mganga wa kwenu, hana kitu. Mganga wa kwenu hana nguvu zozote. Hata walioko maeneo kama haya wachawi na waganga na walioingia kwa shetani, hao ni hawana kitu, ni kuku aliyekatwa kichwa, hata hana chochote. Kwa hiyo usimlaumu shetani, angalia tabia zako, angalia maneno yako. Ni mangapi hao ambao wewe unasema hakuna mtu anajua, hakuna mtu aliniona, na umesahau Mungu yuko mbinguni amekuona, na zaidi ya kukuona ameweka rekodi yako. Wakati tano sikiliza maneno haya. Mimi hapa nakubaliana na Mungu moja kwa moja. Ili mpendo nitafakari umerudia Bwana kwa haraka. Na Mungu hapa tayari anasema hata kama dhambi ni nyekundu, hata kama uliua ukakimbia mtaani ukatokea Nairobi, unasema watu wa mtaani hawajui, Mungu anajua uliua. Anajua kabisa. Na tena nakwambia utakuwa na mateso.
utazidi kuficha dhambi yako, utakuwa na milio. Kama unasema hakuna anionaye, hakuna aliyenijua, kuna Mungu anayekujua na alikuona, na ndio anatumai neno lake jioni ya leo ili uweze kulisikiliza neno la Bwana, uweze kutambua kwamba Mungu aliniona na Mungu anajua nilifanya maovu na anataka mzee utubu urudie. Mungu anataka mama utubu urudie. Mungu anataka kijana utubu urudie, kwa sababu wale waliacha njia maisha yao ni ya adhabu. Wale waliacha njia maisha yao ni ya mateso na vileo mpaka jana. Lakini furaha iko wale ambao wamejitambua kwamba tuliacha barabara na wanachukua hatua ya kutubu na kumrudia Bwana. Hawajifichi wanadamu, hawajifichi watu, wanachukua hatua ya kujiweka wazi kwa Bwana. Zakayo alijua yeye ni mwizi na hakujificha kwa mbele ya watu, alijiweka wazi, kasema mimi ile nimeiba nitarudisha. Wewe umeiba nini? Nako imba hapo. Mwingine ameiba Nairobi anasababisha ushago. Ni vitu vingapi viko ushago kwenu? Unawaambia ulinunua na nikuiba uliiba Nairobi, ukatumana ushago. Mwingine ameiba kazini akatumana ushago na akasema nimenunua na nikuiba imeibwa. Anakubali na yeye ataingia. Na wale ni kwake anayeficha matendo yake mabaya, akifikiria kwamba kwa maana hakuna aliyeniona sasa niko salama, kwa maana hakuna anayejua mtaani mimi ni nani, kwa hiyo niko sawa. Hauko sawa mpendwa. Ni wakati wa kutubu dhambi, ni wakati wa kugeuka na kuacha mabaya, ni wakati wa kuondoka ndani ya matendo maovu, tuweze kurudi katika njia ya Bwana. Ndio utaona manufaa ile kazi yako, ndio utaona manufaa matunda ya kuamka mapema na kulala kuchelewa. Mungu anasema kazi yao ni bure. Wanaamka mapema, wanalala wamechelewa, wanakula chakula cha taabu. Kama wamemkataa Mungu aliye hai, kama wamejicha dhambi, anasema kazi yenu ni bure. Usikubali kazi yako iwe bure mpendwa. Unapaswa kwa muhindi, unarudi nyumbani, usikubali kazi yako iwe bure. Fiachua dhambi yako, weka wazi makosa yako, tubu na kuacha. Ndio ile kazi unafanya isiwe ya bure. Angalau uweze kuona mema, angalau uweze kuona ushindi, na Mungu aliyekuumba yuko tayari. God is ready to forgive you na kukutakasa iwapo utakubali kufungua moyo wako. Methali 5 mstari wake ni 21. Methali 5:21 nasema, kwa maana njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Bwana, na mwenendo wake mwanadamu Mungu anautafakari. Hata ukijibisha mke wako, Mungu anakuona vizuri sana. Hata ukijibisha mzazi wako, Mungu anakuona vizuri sana. Inawezekana ulishika mimba ukiwa form 2, ukachomolewa shuleni na wenzako. Mama mzazi hakujua kama ulishika mimba. Unasema hiyo ni siri yangu. Usipotubu na kuacha, Mungu anasema wale wao wanaomficha Bwana mashauri yao, wanauliza nani alituona na nani alikujua. Lakini Mungu anasema katika Methali 5, kama njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Mungu, na mienendo ya mwanadamu yote Mungu anaitafakari sana. Hakuna mahali unaweza kujibisha usionekane mbele za Mungu. Hakuna kitendo unaweza kutenda Mungu asikuone. Kila unachokifanya anaona, na mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna mwenye dhambi anayeona mema, ni mateso mpaka jehanamu. Lakini karama ya Mungu iliyo ndani ya Kristo Yesu Mwokozi ni uzima mpaka na milele. Utabisha dhambi mpaka lini? Unavuta kapkora moja, unakula kifungu saumu, nasema sitaki mke wangu wajue. Lakini Mungu anajua. Unaingia baa, unapiga glasi mbili, unakula mabigiji, nasema sitaki watu wajue na lewanga. Lakini Mungu anaelewa kabisa.
kabisa, wewe ni mrefu. Ole wake mtu yule anamficha Bwana mashauri yake na matendo yake yamo gizani. Ni wakati wa kutubu mpendwa. Mwenendo wako wote uko mbele ya macho ya Mungu. Njia zako zote ziko mbele ya macho ya Mungu, na hakuna kitu ambacho umemficha Mungu. Hakuna hata kimoja mpendwa ambacho umemficha Mungu. Ndio maana nasema mwanguko tulionao binadamu ni kwa sababu ya ule uovu ambao tunaushiriki. Mwanguko tulionao sisi binadamu ni kwa ajili ya ule uovu ambao tunaushiriki, na Mungu anatuita sote tuweze kumrudia, kwa sababu mtu akiacha njia, maisha yake yanaingia mateso, inaingia dhambi, inaingia milio na mahangaiko. Asipogundua haraka atubu, basi anaelekea jehanamu ya moto. Lakini maandiko yanasema Mungu asingependa tupotee, lakini angependa sote tuweze kutubu na kupata kuokoka. Na ndio maana amekupa uhai leo, amenipa uhai leo, hatujalipia uhai, tumepata uhai wa bure. Na zaidi ya uhai amesababisha tukutane mahali hapa kwa sababu ya kusikia neno la Bwana, ili ya kwamba mpendwa, uweze kuachana na ile njia yako mbaya, uweze kuacha yale matendo mabaya ambayo unasema kwamba hakuna ajuaye. Kumbe kuna Mungu mbinguni ambaye anajua na anaona kila kitu, na hakuna jambo ambalo asiloliona yeye. Hallelujah. Thank you Jesus. Hakuna jambo ambalo Mungu halioni hata kidogo. Yeye anaona kila kitu, kwa sababu sisi wote tuko wazi mbele za macho ya Mungu. Amen. Tuko wazi mpendwa. Hakuna kiumbe ambacho kimefichwa mbele ya macho ya Mungu. Ni nini hiyo umeficha mtu wa Mungu? Amen. Ni watu gani ambao umeficha? Ni dhambi gani wewe umeficha? Ambao unasema hakuna ajuaye, hakuna anaye. Lakini Mungu anakuambia mwenendo wako uko mbele za macho ya Bwana. Amen. Na utafakari usiku na mchana. Anakuchunguza sana, unaenda wapi? Amen. Na unafanya nini? Ndio. Na maana ile ya kwamba akulipe kulingana na matendo yako. Yes. Yeremia 17:9 anasema. Sikia sauti ya Mungu. Ni wakati mpendwa tuache dhambi. Ni wakati tuweze kutubu na kumrudia Bwana. Yes. Ni wakati tuweze kuacha uovu, tuache matendo maovu, na tunayaficha tuweze kuyaondoa. Ndio. Kwa sababu ya kwamba tunaweza kuficha watu lakini sio Mungu. Ndio. Mungu anaona kila kitu. Yes. Mungu wako anauona vizuri sana. Ndio. Ni wakati wa kuacha ule mwenendo mbaya. Ndio. Mungu wako anauona vizuri sana. Amen. Ni wakati wa kuacha ile njia ya uzinzi. Amen. Ni wakati wa kuacha ile njia ya ulevi. Amen. Ni wakati wa kuacha ile njia ya wizi. Amen. Ni wakati wa kuacha ile njia isiyompendeza Mungu. Amen. Tuweze kumrudia Bwana. Amen. Ndio tutaweza kuinuka. Ndio. Na kuona matunda ya kazi zetu. Yes. Matunda ambayo Mungu alituumbia maisha yetu. Amen. Mema ambayo tunayatamani usiku na mchana na kuyapangia na kuyachorea. Amen. Hatuwezi kuyaona tukiwa ndani ya dhambi. Amen. Hatuwezi mpendwa. Ndio. Hakuna aliyekaa ndani ya moshi akaruka marashi. Ni kweli. Hamna hata mmoja. Hakuna. Wewe ukaa ndani ya dhambi na ufikiria ati kuna siku utafanikiwa. Hakuna. Hakuna siku mpendwa. Ndio. Lazima uchukue hatua ya kutubu. Amen. Na kumrudia Bwana. Amen. Na wala usijidanganye. Yes. Ukisema hakuna aliyeniona. Amen. Hakuna anayenijua. Kuna Mungu mbinguni anasema mwenendo wako wote. Yes. Ana utafakari. Amen. Anaona kila kitu. Ndio. Maana wewe uko mbele ya macho ya Mungu. Yes. Zaidi yote yeye ndiye kakuumba. Ndio. Uhai ulionao ni Mungu. Amen. Kwa hiyo hakuna mahali unaweza kujificha asikuwa. Amen. Yeremia anasema. Yeremia 17 kuanzia hapo 9. Ndio. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Moyo una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Nani anaweza kujua moyo? Mimi Bwana nauchunguza moyo. Mungu anasema yeye anachunguza moyo. Na vijaribu viuno. Hata kumpa kila mtu
njia zake, katika njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Mungu anasema moyo ni mdanganyifu. Kweli. Moyo wako unaweza kudanganya. Ndio. Kwamba mke wako hata akiwa ulikuwa nje ya ndoa. Ni kweli. Moyo wako unaweza kudanganya. Yes. Kwamba mzazi wako hata akiwa ulitoa mimba. Ndio. Moyo wako unaweza kudanganya. Kweli. Kwamba jirani yako hata akiwa ulienda kwa mganga. Yes. Lakini Mungu anasema yeye anachunguzanga moyo. Yes. Na anachunguza mpaka viuno. Unaweza panga uzazi na wewe utarati usishike mimba. Ni kweli. Lakini Mungu anachunguza mpaka kiuno. Amen. Anajua ni kiuno cha mzinzi. Ni kweli. Lakini kiuno cha kahaba. Amen. Na anasema anamlipa kila mtu. Yes. Kulingana na matunda ya matendo yake. Amen. Kiasi cha njia zake. Ndio. Kuokoa sio kitu mpendwa. Yes. Lakini angalia sana unatenda nini. Amen. Moyo wako umekudanganya nini mpendwa. Ndio. Ambayo umeisha pembeni. Yes. Moyo unaweza kudanganya wewe ukiingia choo. Yes. Jisafisify. Yes. Fanya masturbation. Nani atajua? Kweli. Ukitoka bafu atasema unataka kuoa. Ndio. Kumbe unajua unataka kumlisha shetani. Amen. Maana anayefanya masturbation anamlisha shetani. Ni kweli. Anamlisha shetani. Yes. Na ukisipotibu haraka utakapooa Ndio. utakosa uzao. Amen. Utaanza kunywa dawa ya Maasai huku Yes. na Viagra, lakini wapi? Amen. Hakuna siku. Kwa sababu shetani atakuwa anameza mbegu zako zote. Ni kweli. Ni vizuri tubu mapema Tubu. kabla siku ijamaliza, kabla hatari ijakupata. Amen. Kabla ile adhabu ya Mungu ijakupata. Amen. Ni wakati wa kutubu na kuacha ile njia mbaya. Yes. Na kuacha yale matendo mabaya ambayo tunasema hakuna anayetuona. Yes. Yale matendo mabaya ambayo tunasema hakuna anayetujua. Yes. Mungu anasema yeye anachunguzanga kama kiuno. Ndio. Anajua kiuno kimefanya uzinzi. Kweli. Hiki kiuno kimetoa mimba. Ndio. Hata kama utasema mimi sijawahi kuoreka, sijawahi enda nje ya ndoa, Mungu anasema hata kiuno anachunguzanga. Amen. Anajua kiuno cha mzinzi na mtu mwaminifu. Amen. Sasa uko pande gani? Amen. Wewe uko pande gani? Yes. Tuache kuhanikia shida. Amen. Na matatizo. Yes. Ni wakati wa kuchunguza njia zetu. Amen. Na mienendo yetu. Ndio. Na Mungu anasema tumeanguka. Yes. Kwa sababu ya uovu wetu. Ndio. Lakini anatupa nafasi. Kweli. Anasema tutubu. Tutubu. Tumrudie. Amen. Na uko tayari mpendwa. Yes. Sehemu yako umekudanganyaje? Amen. Kwamba hakuna mtu atajua. Mungu anajua. Kuna mtu aliona. Yes. Lakini Mungu anakuambia yeye uchunguza moyo. Ndio. Mpaka viuno. Ni kweli. Na analipa kila mtu. Yes. Kiasi cha njia zake. Amen. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Na Hallelujah. kwa Mungu wa mbinguni hamna upendeleo. Hakuna. Si kama wachungaji wa leo. Ndio. Mwenye ako na 5,000 tamuombea 1-on-1. Mungu akaangi hivi. Amen. Nataka watu 10 na shilingi 200. Yes. Na nitawatabiria saa hiyo, si Mungu. Amen. Jumbo ya pasta. Yes. Mungu wa mbinguni ana upendeleo. Kweli. Anachunguza moyo wako. Yes. Na matendo yako. Amen. Unaweza kujifanya unampenda fulani, kumbe moyoni unamchukia. Ni kweli. Unaweza kumkumbatia ukacheka naye ukakaa naye, kumbe moyoni mwako unamchukia. Amen. Na ukasema hajawahi jua. Yes. Anafikiria nampenda, mimi nimpende wapi? Yes. Namchukia sana. Kweli. Lakini Mungu anajua kabisa. Amen. Na anasema adhabu kali ina wale watu wanaacha njia. Amen. Adhabu kali Kweli. ina wale watu wanaacha njia. Amen. Na wale ni kwa watu wanasema hakuna anijuaye. Amen. Na hakuna anionaye. Kweli. Kuna Mungu mbinguni anakuona. Amen. Na anakujua vizuri sana. Yes. Na yeye amehold maisha yako. Amen. Kuamka kwako ni Mungu. Amen. Kuishi kwako ni Mungu. Amen. Na kesho yako iko mikononi mwa Bwana. Amen. Mpendwa msikilizaji, Yes. wacha kujificha watu, badilika. Amen. Wacha kujificha mke wako, wacha dhambi. Amen. Wacha kujificha mume wako, wachana mpango wa kando. Amen. Wacha kujificha majirani, Yes. tupa uchawi kando. Amen. Hakuna msaada kwa shetani. Hakuna. Hata mganga mwenyewe hana nyumba, Ndio. anakaa wakiota.
Ndio. Sasa atamsaidiaje? Hawezi. Na kuna Mungu aliumba mbingu na nchi. Amen. Shetani mwenyewe hana makao. Hana. Anazunguka duniani kote. Ndio. Sasa ukiwa ajenti wake atakupa nini? Hakuna kitu. Uliza Adamu na Hawa wakati walikubaliana na shetani aliwapa nini? Hakuna kitu aliwapa. Amen. Israeli walitolewa shamba la Edeni. Walitupwa nje. Wakatupwa nje. Amen. Shetani ni mwizi, mhalifu na muuaji. Kweli. Kama wewe ni ajenti wa shetani, pole sana. Kweli. Toka huko uliko. Amen. Ati wewe ni ajenti uliingia kwa Illuminati form 1. Form 4 umepata D. Kama shetani anaweza sana kufanya upate A. Amen. Ndio ujue ako na nguvu. Ana nguvu. Tena kila zetu ulipata 300. Form 4 D. Imagine. Na wewe ni agent. Unakuwa failure. Sasa ushetani na kitu kweli? Hana kitu. Hana kitu, kwanza ni mwizi. Amen. Anaiba kila kitu. Amen. Kuna baki zero. Yes. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Mrudie. Mrudia Mungu mpendwa. Yes. Na shetani hana chochote. Hana. Unaweza kusema hakuna mtu ananijua, mimi ni kaagenti. Mungu anakujua. Anakujua vizuri. Wewe ni kaagenti na umepumzika. Amen. Kama kwa kajinga. Anamwacha Mungu. Ndio. Psalm 24 anasemaje? Sikiliza maneno haya. Kwanza Zaburi 14, nione 24. Zaburi 14 mstari wa kwanza. Mtu wa Mungu ni wakati wa kurudia Mungu. Amen. Ni wakati wa kutubu. Yes. Na kumrudia Bwana. Ndio. This is the time to repent. Yes. And return to the Lord. Ndio. Na uweze kusema hakuna mtu ananijua. Amen. Mungu anakujua mpendwa. Kweli. Na uweze kusema ati hakuna mtu ananiona. Mungu anakuona. Amen. Anakuita sasa utubu. Amen. Na anasemaje katika Zaburi? Zaburi 14 kuanzia 1. Ndio. Mpumbavu amesema moyoni mwake. Mpumbavu amesema moyoni mwake. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao. Wameharibu matendo yao. Na kufanya chukizo. Na wamefanya machukizo. Hakuna atendaye mema. Ndio hapo. Nani anasema mpumbavu? Yes. Ukienda kwa mchawi wewe ni mpumbavu. Kweli. Ukienda kwa mganga wewe ni mpumbavu. Amen. Ukienda Illuminati umekuwa mpumbavu. Amen. Mpumbavu amesema moyoni mwake hamna Mungu. Hakuna. Kwa hiyo wacha nitafuta njia nyingine. Ni kweli. Lakini mpendo kwa Mungu. Kunaye. Ndio unapofanya unaamka unasikia kitu naongea hivi. Amen. Lakini natoka sauti hivi ni Mungu. Ni Mungu. Sio lunch nilikula. Haleluya. Watu walikula lunch na walikufa. Ni kweli. Hata wewe kutembea usikile nini lunch ulikula. Ni Mungu. Usikile nini bangi ulivuta. Ni kweli. Kuna watu wamekufa ni walivuta. Amen. Ni Mungu. Ni Mungu. Anakufanya unaishi. Amen. Sasa usiwe mpumbavu. Amen. Ukaangalia kufanya mambo ukifikiria ati unajilisha watu. Haujifiki. Mungu anakuona. Amen. Mtu mpumbavu anaangalia anasema hakuna mtu ananiona. Ni kweli. Kwa hiyo kwa maana hakuna mtu ananiona. Yes. Acha mimi niingie kwa njia zangu. Amen. Anakuwa mpumbavu anaharibu matendo yake. Ni kweli. Na mwisho wake anataka kuona Mungu. Ndio. Watu wa Mungu wachana na njia mbaya. Tuache. Tobu yake uachilie dhambi. Mungu. Usikubali kudanganyika na moyo wako. Amen. Mungu anakuona vizuri sana. Amen. Hata kama watu hawakuoni, Mungu anakuona. Amen. Na jioni ya leo nakuleta mpendwa. Anasema umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Amen. Sasa anasema umrudie. Ndio. Usifanye moyo wako mgumu mzee. Amen. Na usikatae neno. Ndio. Maria anasema achukiaye kukemewa atakufa. Ni kweli. Usikatae ukweli. Amen. Hata kama ukweli unauma, Ndio. unaponya. Pokea wokovu. Usikatae. Amen. Mama akiwa na mtoto hospitalini amezaliwa. Yes. Anadungwa sindano mbili hata kama atapia makelele. Inabidi mama avumilie adungwe. Amen. Maana baada ya kudungwa mtoto anakuwa sawa. Amen. Usikatae sindano ya Yesu. Amen. Kubali dungwe vizuri. Amen. Upone wacha dhambi. Amen. Ubarikiwe tena mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Mtu wa Mungu. Yes. Usikubali kuwa mpumbavu unamwacha Mungu wako. Amen. Unafanya mambo ukifikiria sionekani. Ni kweli. Mungu anakuona vizuri sana. Amen. Na anasema atakuja kulipa kila mtu. Ndio. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Kiasi cha njia zake mwenyewe. Amen. Usikubali kudanganyika mpendwa. Usikubali. Na kama umeshadanganyika sasa rudia Mungu. Rudi. Nafasi bado ipo. Amen. Mlango bado upo. Amen. Ndio isiyopo. Amen. Na Mungu bado ni wa huruma. Haleluya. Anamuita mzee. Amen. Ndio kwa Illuminati. Ndio kwa Yesu. Hakuna msaada huko. Toka huko. Hakuna kitu. Amen. Zaburi 24 anasema. Zaburi 24. Ndio. Kuanzia 1. Mstari wa kwanza. Inji na vyote viujazavyo Nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana. ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani Na yake. dunia na wote wakaao ndani
mali yake. Mungu ananisikiliza. Amen. Bwana ana kitu. Hana. Mjali ana chochote. Kwa jina la Yesu. Shetani ana chochote. Hana. Nje na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Amen. Ni mali ya Bwana. Amen. Usiweze kutafuta bwana wangu hana kitu. Hakika. Ni watu wakufa kesho. Amen. Wakutana wakute Mungu hukumuni. Ndio. Na shetani anangojea pia kutuma jehanamu. Yes. Usikubali kuwa ajenti wa shetani. Amen. Kama unadanganyika mpendo ukapumzika. Sasa ni wakati wa kutubu. Okoka. Na kumkataa shetani. Amen. Kitabu cha Yakobo 4:7 nasema. Amen. Ni wakati wa kutubu. Dunia na yote ijasage ni mali ya Bwana. Amen. Hakuna mali ya shetani. Ni kweli. Hakuna mali ya mganga. Hana. Hakuna mali ya mchawi. Hamna. Dunia na yote ijasage ni mali ya Bwana. Amen. Mali ya Mungu. Yes. Turudia Mungu wapendwa. Amen. It's time to the Lord. Hallelujah. Toka huko ulikoingia unasema hakuna najua. Yes. Umevaa kitu kwa mkono tunafikiria ni bango. Eh. Kumbe nikailizi kaka. Amen. Ninavaa kitu shingoni tunafikiria ni kaurembo. Ndio. Kumbe nikacheni kakusimu. Ni kweli. Nikakona power. Kona power na unakoa kama mashine. Amen. Singakakuponya. Amen. Sasa zinakumaliza. Na umevaa kapete ka shetani. Haiwezi kusaidia. Unakasugua kila saa. Ati nikisugua hivi they do as I say. Haina wokovu. Usugulia hapa tusikie. Haiwezi kukusaidia. Utafanya vile utasema. Shetani ana kitu. Hana kitu. Alishakuwa bankrupt. Alinyang'anywa mamlaka. Hana chochote. Hana. Amefungwa minyororo. Amen. Ngojea kutupa jehanamu. Ameshahukumiwa. Toka huko mpendo. Toka huko. Usiseme ati hakuna ajua. Mungu anajua. Amen. Ndio maana anasababisha usikie maneno haya. Kweli. Na anasababisha usikie madhumuni yake ni kwamba utubu. Amen. Dunia na vyote vijasaba ni mali ya Bwana. Amen. Sasa unavaa kapete ka shetani. Na tumbo inakuuma unaingia chemistry. Ungemulika kwa tumbo kapete. Uone. Wacha kwenda chemistry. Shetani hana kitu. Ndio tujue shetani anaweza. Amen. Lakini mmoja na kapete kichwa inakusumbua unameza sona moja. Na sasa hiyo kuna kamkufu kwa kuzimu. Ati wewe ni agent. Wewe ni mmoja wa kilabu ya kuzimu. Lakini unasumbuliwa na kichwa. Amen. Nani njoo kwa Yesu. Okoka. Tupa hizo vitu mpendwa. Kwa jina la Yesu. Jina amepewa na shosho yake. Anatembeanga na kitu alipewa na shosho. Ati itakulinda. Itakulingana na shosho mwenyewe alikufa. Amen. Kama inaweza kulinda ingemlinda kwanza kukaa baki hai. Amen. Kama walikufa wakaiacha, ni kitu haina maana. Amen. Dunia na vyote vijasage ni mali ya Bwana. Wengine wanapita hapo wamekabidhi ndani ya pilo zao. Wameambia lekelea chini ya pilo msaki lalia sasa anakuwa zuzu. Mzee kataa Yesu utakuwa zuzu. Kwani unajifanya wewe ndio bauza. Ukifika nyumbani wewe siongea. Unakuwa maji ya mtu. Hata mke wako afanye nini you cannot talk. Amen. Umefinyiliwa na shetani. Amen. Kataa Yesu kabisa. Ndio kwa Yesu. Utakuwa customer wa shetani. Okoka leo. Okoka. Come to Jesus. Geuka. Ngine amechakata mattress ya meke akaenda kwa mganga hapo. Anaambiwa sasa atasaidika. Hakuna msaada. Hakuna msaada kwa shetani. Dunia na vyote vijasage ni mali ya Bwana. Amen. Mali ya Mungu. Usidanganyike mpendwa. Ndio. Na usiseme hakuna mtu anajua. Ati mzee hawajua. Niliweka chini ya kitanda. Niliarua vizuri mattress nikaweka na nikashona. Mungu anajua. Ndio maana anasababisha usikie. Amen. Ndio usije ukafikiria kama hajui. Amen. Anajua. Unajulikana. Wengine unaona wanapita hapa. Yes. Wengine wamevaa tupai katuko na ile zipu ya mbele. Kama mvuko ameweka hapo kandoa. Irisi. Kwa bike. Anasema hakuna mtu anajua. Ni kweli. Mungu anajua. Anakuona. Na dunia na vyote vijasage ni vya Mungu. Amen. Toka huko unaingia mpendwa. Toka huko. Na moyo wako vile umekudanganya ni wakati ujue Mungu anakujua. Amen. Maana maneno yako yote. Iko mbele za macho ya Mungu. Amen. Na anaangalia njia zako zote. Amen. Anasema atakulipa kulingana na matunda ya matendo. Hallelujah. Kiasi cha njia zako. Kweli. Mpendwa usijifiche. Amen. Ni wakati wa kutoka gizani na kumrudia Mungu tena. Amesemaje Yakobo? Kitabu cha Yakobo 4. Yakobo 4. Kuanzia 1. Mstari wa 7. 7 inasema. Ndio. Basi mtiini Mungu. Basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani. Mpingeni shetani. Naye hatawakimbia. Sasa wewe unatumikia mtu atakimbia. Amen. Mungu anatuambia tukimtii Mungu. Yes. Utampinga shetani naye atakimbia. Amen. Hata hana uwezo. Mtu wa Mungu usitumikie shetani ukimbia. Tumikia Mungu ambaye ana nguvu za kumkimbiza shetani. Amen. Yesu alikuwa duniani akajaribiwa na shetani mara 4. Yes. Shetani akashindwa akakimbia. Amen. Yesu akabaki. Yes. Wewe unatumikia mtu anakimbia. Ati sasa sijui atakupea ngari ukishangusha magari.
utapewa ya nani amesahau. Amen. Siku utaitisha unauawa na wewe. Yes. Shetani ana kitu. Hana. Mtu wa Mungu, tunaambia sasa tumtii Mungu. Yes. Na tumpinge shetani na yeye atakimbia. Amen. Ni wakati wa kumtii Mungu. Ndio. Na Mungu ni haya maneno nasikia leo. Yes. This is God. John 1:1 anasema in the beginning there was the word. Yes. And the word was with God. Amen. And the word was God. Amen. Mungu ni haya maneno nasikia leo. Amen. Ukiyasikia mpendo ya tii. Na shetani anayemkalia mpinge. Shetani wa uzinzi mpinge. Shetani wa ulaji mpinge. Shetani wa wizi mpinge. Shetani wa ujanja kuiba kazini mpinga shetani huyo. Na mkimbia. Na wewe utaona Mungu. Utaona uzuri wa Mungu. Ambaye alikuumbia maishani. Kwa sababu Mungu alivyokuumba alikuumbia mema. Hakuna mtu aliumbia mabaya. Lakini anasemaje katika Petro wa kwanza 5:6? Kila mtu aliumbia mema. Wewe sio mabaya. Lakini sikiliza Mungu anasemaje? Mema haya ndio Yohana anasemaje? Kwanza lazima mpenda utubu dhambi. Waachilie uovu umeficha moyoni mwako. Haya mambo unasema hakuna mtu ajuaye. Mungu anajua unastahili kutubu na kuacha. Anakuambia umtii Mungu, mpinge shetani. Na shetani anakimbia. Amen. Petro wa kwanza 5:6. Inasema. Ndio. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu. Mungu anasema nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu. Ulio hodari. Ulio hodari. Ili awakweze kwa wakati wake. Na Mungu anasema atakukweza kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Yeye Mungu anashughulika sana mambo yetu. Wewe umemtwika mpango wa kando. Umemtwika mchawi. Umemtwika mganga. Mungu anasema tumtwike Bwana fadhaa zetu zote. Na yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Anasema tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ni hodari. Haleluya. Wewe ukiangalia hilo lile uko chini ya mkono wa Mungu. Amen. Wakati una mpango wa kando hauko chini ya mkono wa Mungu. Uko chini ya mkono wa shetani. Ni kweli. Wale unavuta bangi uko chini ya mkono wa shetani. Ni kweli. Wewe hakuna kufanikiwa. Wanaofanikiwa kwa wakati Mungu aliyopanga ni watu ambao wanashuka chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Amen. They do what God ordained. Wakati unaenda kazini uko chini ya mkono wa shetani. Ni kweli. Sio chini ya mkono wa Mungu. Ndio. Unachukua mke wa wenyewe uko chini ya mkono wa shetani. Amen. Unachukua mume wa wenyewe uko chini ya mkono wa shetani. Ni kweli. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa. Amen. Ni wakati utii Mungu, mpinge shetani. Amen. Na shetani atatoroka. Amen. Akitoroka Mungu anasema atakuinua kwa wakati wake. Amen. Amen. Katika jina la Yesu. Asante. Amen. Thank you Lord. Amen. Ukimpinga shetani atatoroka. Yes. Na wewe utaona Mungu. Ni kweli. Mungu ni wakati wa kutubu. This is a time to repent. Amen. Wakati ndio sasa wa kutubu. Ndio. Kuachilia mabaya. Achilia. Kumpinga shetani. Amen. Na kumtii Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Asante Bwana. Kwa hiyo mpendwa, ni vizuri jichunguze. Amen. Mungu anasema tunyenyekee chini ya mkono wake ulio hodari. Ndio. Naye atatuinua kwa wakati wake. Kweli. He will lift us at his own due time. Wewe uko chini ya mkono wa Mungu kweli? Amen. Ukificha maovu uko chini ya mkono wa Mungu. Amen. Ukificha kairisi uko chini ya mkono wa shetani. Ni kweli. Na shetani hana kitu. Amen. Ni bankrupt. Amen. Hana nyumba hana. Kweli. Futureless, hana future. Ni kweli. Anawajua kutupa jehanamu the last person. Amen. Hana nyumba, hana future, hana vision. Ni kweli. Shetani ya mfungo. Ni kweli. Ukileta irisi, Amen. kauchawi, kaunganga, Yes. huwezi fanikiwa. Amen. Huwezi. Huwezi. Zaburi 16 wacha niwasikie watu wao. Amen. Zaburi 16 mstari wa 4. Ukibeba irisi, uchawi, hakuna kufanikiwa. Ndio. Ni kuteseka. Yes. Ukitaka kufanikiwa tubu dhambi. Ndio. Na umrudie Mungu. Yes. Ukae chini ya mkono wa Mungu ni hodari. Amen. Na Mungu anasema kwa wakati wake
atakuinua kwa wakati wake Mungu aliyopanga. Daudi alikuwa msituni wakati Mungu alifika akainuliwa. Yusufu alikuwa jela wakati Mungu kafika akainuliwa. Esther alikuwa yatima anakaa na anko yake wakati Mungu alifika Esther akainuliwa. Mbona wewe usiku unakataa Mungu mpendwa? Unafanya mambo ukifikiria unaonekana. Sasa ni utubu. Na umpinge shetani na atakukimbia. Sisema nimejaribu nimeshindwa. Njoo kwa Yesu akushindie. Huwezi kuacha pombe bila Yesu. Lazima mkubali Yesu akae ndani yako. Ndio atakupa nguvu. Maana anasema waliompokea aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo. Ukijaribu huko nje bila Yesu huwezi. You cannot do anything. Maana anasema bila Yesu hatuwezi kufanya lolote. Usijaribu kuacha dhambi bila Yesu. Kwanza mkubali Yesu ya Bwana Mwokozi wako. Ndio sasa anasema ukimpokea anakupea uwezo wa kufanyika mwana. Anakupa uwezo. Fanya hilo mpendwa. Hakuna mema kwa shetani. Hakuna mema mpendwa. Mema ni kwa wale wanakaa chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Sikiliza neno hili. Kitabu ni Zaburi 16 mstari wa 4. Ndio. Huzuni zao zitaongezeka. Huzuni zao zitaongezeka. Wambadilio Mungu kwa mwingine. Wanambadili Mungu kwa mwingine. Mungu anasema huzuni zao zitaongezeka. Wale watu wanabadili Mungu kwa mwingine. Unaweza kaileshi. Unaweza kauchawi. Wale ni mtu wa kuhuzunika mpaka jehanamu. Mtii Mungu leo. Mpinge shetani atoroke. Ukae chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Atakuinua kwa wakati wake. Atakubariki kwa wakati wake. Lakini nasema huzuni zao zitaongezeka. Wale wanambadili Mungu kwa mwingine. Wanaombadili Mungu kwa mwingine. Huzuni zao zitaongezeka. Wote wa Mungu badilika. Tupaisha maeleshi. Unasema hakuna ajuaye, Mungu anajua. Toka uchawi na vicha. Mungu anajua. Na anakuambia huzuni zao zitaongezeka. Wanaoacha Mungu wa mbinguni wanategemea Mungu mwingine wa kutengeneza. Mungu wa kubeba. Mungu wa kuvicha. Mungu wa kukula asubuhi. Nimebeba kijiti na mchawi. Unakula kulanga asubuhi ukienda kazini. Ati ndio usiwahi kufutwa kazi. Siku ya kufutwa haijafika. Ukifika utafutwa. Utafutwa. Ile siku haijafika. Shetani hana kitu. Hana utafutwa kama umemwisi. Ni kweli. Hana bila kitu. Mungu njoo kwa Yesu. Ndio ukiweka Mungu. Anasema ni tubu. Kwa jina la Yesu. Huzuni sana zitaongezeka. Ukiangalia Illuminati wewe ni mtu wa kuhuzunika mpaka jehanamu. Wewe mpaka jehanamu. Shetani hana kitu. Hana chochote. Kweli. Hana mpendwa. Ndio. Vijana msidanganyike. Na kuingia katika secret class of the devil. Utateseka na ukufe na pepo. Huzuni ni nyingi. Mpaka jehanamu. Huzuni sana zitaongezeka. Mbadilia Mungu kwa mwingine. Huzuni sana zitaongezeka. Nitaongezeka. Achilia hiyo dhambi. Achilia hiyo irisi. Njoo kwa Yesu. Toka huko uliko. Huko ulikosana kuna anajua. Mungu anajua. Na anakuambia huzuni utakuwa nyingi. Mungu wa shetani. Huzuni ni nyingi. Lakini kwa Mungu ni furaha na raha. Yesu anasema jifunzeni kwangu. Jifunzeni kwangu. Utapata raha nafsini mwenu. Lakini Saudi anasema huzuni sana zitaongezeka. Wanaombadili Mungu kwa mwingine. Wanaosema hakuna mtu anawajua. Hali wanabeba uchawi. Wanasema hakuna mtu anatujua. Wanabeba uganga. Wanaingia Illuminati. Wanasema hakuna ajuliwaye. Wanakuambia raha. Ujua huzuni zao zitaongezeka. Wanaobadili Mungu kwa mwingine. Kweli. Haja haraka mpendwa. Uweze kutubu. Tubu dhambi. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Watu wa Mungu. Yes. Huzuni zao zitaongezeka. Wewe unaacha
Mungu aliye hai. Amen. Wanamwamkia miungu. Amen. Huzuni ni nyingi. Ni nyingi sana. Farao aliteseka. Okoka. Farao kuliharibika. Ni kweli. Maji ilikuwa damu. Amen. Na kuna waganga wengi. Ndio. Pamoja na waganga wengi wote. Shida ziliingia mpaka nyumbani. Ni kweli. Hasboni alikufa. Ni kweli. Pamoja na Farao kuwa na waganga. Amen. Mateso alikuwa mengi Misri. Ni mingi sana. Ng'ombe zikakufa zote. Ndio. Mashamba ikaguliwa na nzige. Yes. Pamoja na Misri, Farao kuwa na waganga wengi. Yes. Huzuni zao zitaongezeka. Kweli. Wanaombalili Mungu kwa mwingine. Amen. Siku ndio leo. Ndio. Wakati ndio sasa. Amen. Mzao wa kutubu. Yes. Na kubadilika. Ni sasa. Kuachilia miungu. Yes. Kuachilia njia za ukora. Amen. Njia za ujanja. Yes. Njia za kishetani. Amen. Kama umepewa kufanya kazini. Amen. Ni wakati utume. Amen. Maana hakuna mema kwa shetani. Hakuna. Hata mganga aliyekupa dawa hana kazi. Hana. Wewe uko na kazi. Unaenda kwa ndio na kazi. Amen. Hata kwa mganga hana kazi. Ni kweli. Anazungumza Mungu. Hata kusoma hawakusoma. Amen. Na umeendea mganga akupe dawa ya kazi. Amen. Unaona wewe ni mpumbavu. Kweli. Unaona wapumbavu wamesema hakuna Mungu tuendee waganga. Amen. Wameharibu majambo yao. Ni kweli. Wewe kwa una kiti. Mganga ana kiti. Hana. Unakalia dunia. Unakalia hata dunia. Wewe unajibi kwako. Mganga hata ile ya betri moja hana. Kweli. Ako zero. Ndio. Na wewe unamwendea. Amen. Akupea dawa ya kazi. Yes. Sio wewe ni mpumbavu. Kweli. Pokea hiki leo. Pokea akili leo. Amen. Utoke huko kwenye barabara. Toka gizani. Utoke kwenye njia. Kwa jina la Rudia Mungu wako. Rudi. Rudia Mungu. Rudi kwa Yesu. Rudia Mungu wako. Amen. Toka kwenye barabara. Toka huko. Rudia Mungu. Kwa jina la Yesu. Sura 18. Amen. Ni wakati utoke huko mpendo. Amen. Utoke katikati yao. Ndio. Katikati ya wazinzi paka. Toka huko. Usifanikiwe ukiwa katikati ya wazinzi. Usifanikiwe ukiwa kwa njia ya shetani. Usifanikiwe ukiwa kwa njia ya waganga. Amen. Usifanikiwe ukiwa katikati ya wachawi. Ndio. Wewe ni mshirika wa wachawi. Una vitu vya uchawi. Toka huko. Una vitu vya uganga. Ndio. Hakuna mafanikio. Hakuna. Huzuni zao zitakuwa nyingi. Amen. Zitaongezeka. Kweli. Lakini Yesu anakuita leo. Ndio. Mzama makijano na sikia sauti. Yesu. Yesu anakuita. Amen. Neno lake nasemaje? Wakorintho wa pili 6 kuanzia hapo 17. Ndio. Kwa hiyo tokeni kati yao. Tokeni kati yao, msitoka katikati yao. Mkatengwe nao. Tengwa na wachawi na wala tengwa na walevi. Asema Bwana. Asema Bwana. Msikuze kilicho kichafu. Hallelujah. Amen. Thank you. Kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Asante Yesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Mungu anasema tutoke katikati yao. Tokeni. Tukatengwe na wao. Amen. Mungu katikati ya kina nani? Mungu katikati ya kina nani mzee? Amen. Toka katikati yao. Kwa jina la Yesu. Ndio Mungu wako. Amen. Si unajua hivyo ulivyo sivyo ulivyoumbwa? Yes. Au kuzaliwa hivyo? Amen. Si unaona hata huku jenezi hivyo? Ndio. Mungu anakupa shauri. Yes. Anakuambia hiyo njia ni ya huzuni. Amen. Ni huzuni na ole. Amen. Lakini sababu kali juu yake. Kweli. Lakini nakwambia toka katikati yao. Toka katikati yao. Ukatengwe na wao. Amen. Rudia maneno yote. Neno la Mungu linasema Ndio. Wakorintho wa pili 6 kuanzia 17. Ndio. Kwa hiyo tokeni kati yao. Tokeni katikati yao. Mkatengwe nao. Mkatengwe na wao. Asema Bwana. Asema Bwana. Msikuze kitu kilicho kichafu. Uchawi ni kitu kichafu. Amen. Usikuze kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu. Mungu anasema nitakuwa baba yako. Nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Nawe utakuwa mwana wa Mungu wa kiume na kike. Asema Bwana. Asema Bwana Mungu. Amen. Toka katikati yao mpendwa. Toka kwa jina la Yesu. Hakuna raha kwa shetani. Hakuna. Ni mateso tu. Ni huzuni tu kwa damu. Ndio mpendwa. Amen. Ni mahangaiko tu. Kweli. Hakuna raha huko. Hakuna. Geuka leo. Kwa jina la Yesu. Mrudie Mungu. Tumrudie. Fanya haraka mpendwa. Amen. Ukatoke katika njia hiyo mbaya. Amen. Ukatoka katika ile njia isiyompendeza Mungu. Amen. Umrudie Mungu wako. Tumrudie. Anasema tokeni katikati yao. Amen. Tokeni katikati yao. Amen. Katikati ya masiponza. Amen. Kesho ni huzuni mama. Toka katikati yao. kwa jina la Unaweka umma wenyewe kinyumba. Toka kwa Kesho mtateseka. Amen. Mrudie Mungu wako. Rudi. Huyo ni shetani anakutawala. Ndio. Mfukuze shetani. Amen. Mrudie Mungu wako. Amen.
nakwambia usimkose kitu kinajisi. Usikula hata kuita Bwana. Wewe utakuwa mwanawe hata kwa baba yako. Amen. Katika yao mpendwa. Wewe unaharibu maisha yako. Ukisema na utakuta stimu. Hiyo stimu tangu utakuta hujaipata. Amen. Hujawahi kuipata stimu. Njoo kwa Yesu. Mungu alisema anakuja pombe aondoe stress. Asiyawahi ondoka mpaka leo. Yeye anaongezeka. Bila kuondoa stress umeondoa meno. Amen. Sasa angalia meno hapo. Ni kweli. Na ulisema unaondoa stress. Amen. Sasa badala stress iende ni meno imeenda. Ni kweli. Mwingine lama nyingi kwa mwili. Ni kweli. Macho ilikuwa mekundu. Na ilikuwa tu sawa. Ndio. Ulikuwa unasema na huna kidogo ni sahau shida. Kumbe badala ya kusahau shida ni kujiwekea maaramu. Iliongezeka. Badala ya kusahau shida ni meno imeenda. Amen. Sasa Mungu anakuambia toka katikati yao. Toka. Ukatengwa na wao. Amen. Maana huko ni huzuni zitaongezeka. Amen. Ni huzuni zitaongezeka. Amen. Wengine walikuwa na afya sahihi karibu wanapelekwa na upepo. Ni kweli. Changa imemaliza. Ilimaliza. Wengine unaona wamefura unafikiria ni kunaona. Ndio. Ni ishara maini inachomeka. Amen. Maini inaenda. Mateso tu kwa dhambi. Changa. Kweli. Unaona mtu amefura mashavu unafikiria ni kunaona. Ndio. Kumbe ni ishara maini ni kuungua na ungua. Amen. Kabla upatikane kwa babaya. Mungu anakuambia toka kwa jina la Yesu. Amen. Rudi Mungu wako. Rudi kwa Yesu. Kufanya kwenda. Amen. Na kutali wewe au baba yako. Amen. Na kuinua kwa wakati wake. Ndio. Na kile anakuambia kwa shetani huko. Huko ni huzuni zito. Ni huzuni. Usifanye haraka. Amen. Mama fanya haraka. Ndio. Yesu anakuita leo. Ndio. Wewe ndio leo. Amen. Mungu wako ni yako ya mama. Amen. Shetani ana kitu. Hana. Hata mganga ule ambaendea dawa ya ndoa hana ndoa. Amen. Atakupeleka dawa ya ndoa na mwenyewe hana ndoa. Hana. Na kuna Mungu aliyeanzisha ndoa. Amen. Akamwambia Adamu Hawa. Mwendee Yesu. Adamu alipoamka akasema nyama si nyama yangu. Ndio. Na mganga hana mke. Hana. Unamwendea akupea dawa ya ndoa. Ndio. Sasa mwenyewe kama yake ilimshinda. Wewe ndiye atakusaidia. Yes. Atakupa dawa ya kukufukuzia Mungu. Amen. Unabaki zero. Ni kweli. Yesu ndio njia. Amen. Kweli na uzima. Amen. Tunakuletea habari njema. Yes. Kwa ufalme wa Mungu. Sikia habari za Yesu. Amen. Usikatae mpendo. Amen. Sikia habari za Yesu. Amen. Toka katikati yao. Toka. Ukatengwe na wao. Amen. Mungu yuko tayari kukuita mwanao. Amen. Akupe mema aliyekuumbia. Amen. Lakini huko ulikojipeleka na unasema hakuna ajuaye. Mungu anakuambia ni huzuni. Ni huzuni. Anakuambia ni huzuni. Amen. Ni huzuni zinakungojea. Kweli. Kwa dhambi ni huzuni zinakusubiri. Kwa dhambi mpendo ni huzuni. Kwa giza ni huzuni. Hakuna amani huko. Ndio na mateso mpaka jehanamu. Fanya haraka mpendo, rudi. Rudie Mungu wako. Fanya haraka mrudie mpendo. Mwanamke Mungu aliyekuumba anakuita raha mzee. Wachilia mke wenyewe. Unapeleka bibi yako uchago. Unashika msichana wenyewe unamdanganya ujaoa. Huzuni zitakushika nyingi sana. Hakuna kuonekana mpendwa, tubu dhambi. Tubu mpendwa. Kwa jina la Yesu. Amen. Rudi Mungu. Rudi. Wengine ni wasichana wanawake hapa. Ndio. Anatoka ushago ameacha mume wake. Ameambia mume wake nimeenda kutafuta kazi ya nyumba. Ndio. Kumbe kazi ya nyumba amekuja kuoleka. Amen. Mungu anasema huzuni zitaongezeka. Amen. Unaweza kusema Mungu wangu hajui. Mungu anakuona. Mungu anakujua. Anakuita roho. Anakuambia toka katikati yao. Ukatengwa na wao. Amen. Kama huzuni zako ziongezeke. Ndio. Mpendo usikatae. Amen. Usijupaze shingo lako. Ndio. Usiendelee kusema hakuna ajuaye. Mungu anajua. Ndio. Na hakuna kitu umemficha. Amen. Na huwezi kujificha mahali. God is seeing you. Amen. Na anakuambia huko ulikojipeleka. Huko unakojiendesha. Haya mambo unafanya ukisema hakuna ajuaye. Mungu anakuambia huzuni zinakuja nyingi. Kweli. Huzuni zinakuja nyingi. Lakini anakupa mwaliko. Anakuambia toka katikati yao. Toka katikati yao. Ukatengwa na wao. Amen. Toka katikati yao mzee. Njoo kwa Yesu. Toka katikati yao mama. Toka kwa dhambi. Toka katikati yao kijana. Amen. Usiendelee kukaa kwa dhambi. Yes. Usiendelee kukaa kwa uovu. Amen. Usiendelee kwenda kwa ile vikundi vya uovu. Amen. Kwa sababu ni huzuni zitaongezeka. Kweli. Ni kuna msaada kwa kurudia Mungu. Rudi. Kuna mema kwa kurudia Mungu. Amen. Kuna ushindi kukirudia Mungu. Ndio. Kuna mema tukiacha dhambi. Amen. Lakini kwa dhambi mpendwa, hakuna kitu. Hakuna. Wale msika mstari wa 25. Amen. Wale msika mstari wa 25.
Ndio. Kwa dhambi mpendwa hakuna kitu. Amen. Toka katikati yao mzee. Amen. Toka katikati yao. Kwa jina la Yesu. Kama na wao mwacho unaenjoy. Wanze mkoa damu. Amen. Lanzi zimeenda. Ndio. Toka katikati yao. Toka. Watengwe na wao. Amen. Watengwe na wao. Amen. Na hiyo shangaa unakunywa mpendwa makali makali. Jiulize kitu nakunywa mpaka napinya meno. Napinya macho. Ndio. Natoka mpaka machozi. Kweli tunafanya nini mwili mwangu? Amen. Nini unakunywa unapinya macho kama mtu anadungwa sindano ya malaria? Amen. Mtu wa Mungu. Toka katikati yao. Toka. Ukatengwe na wao. Amen. Mungu anasemaje? Warumi 6:23. Ndio. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Karama ya uzima ya Mungu ni uzima wa milele. Kweli. Lakini mpendwa, mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti mzee. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti mama. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti kijana. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Toka huko mtu wa Mungu. Toka. Yesu anakuita nao. Amen. Anakuambia toka katikati yao. Toka kwa dhambi. Tegwa na wao. Amen. Haukuumba ukae kwa dhambi. Amen. Hauwezi kufanikiwa kwa dhambi. Amen. Hata ukisema hakuna ajuaye, Mungu anakuambia usiue. Yeye anakuona vizuri. Mungu anakuona kabisa. Kweli. Na anakuambia wale wako. Yes. Ukimvisha Mungu mashauri yao. Ndio. Anasema wale wako. Ndio. Kama utafuata udanganyifu wa Bwana. Wale wako mpendwa. Ndio. Lakini anasema kuna nafasi. Amen. Kuna nafasi mpendwa ya kuwachi kutoka katikati yao. Amen. Kuna nafasi ya kutengwa na wao. Ndio. Na kumrudia Mungu wetu. Yes. Na anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Kwa dhambi hakuna kukaa hai. Hakuna. Kwa dhambi ni mauti. Ni kifo. Kwa wengine kwa sababu ya ulevi kazi ziliisha. Amen. Mauti haya. Yes. Kwa sababu ya ulevi ndoa ziliisha. Amen. Mauti haya. Yes. Wengine waliendea kadawa kandoa kumbe ni kufukuza Mungu. Ni kweli. Hii ni mauti. Ni kuisha. Hakuna raha kwa dhambi. Hakuna. Ndio mpendo, si ufikirie. Yes. Sifikirie. Ndio. Ni faida gani umepata? Hakuna faida Ni kwa faida dhambi. gani umepata? Ndio. Kuchonga chonga mguka. Amen. Ni faida gani? Hakuna. Neno karibu inageuka rangi. Karibu tutakuita mchawi. Hata umegeuka. Karibu tutakuita mchawi. Kumbe wewe si mchawi, ni mguko umekula. Amen. Mungu wangu. Haja haraka. Harakisha. Harakati yao. Jomba Yesu. Tengwa na wao. Amen. Na Mungu anakuambia yuko tayari. Yuko tayari mpendwa. Amen. Mungu yuko tayari mzee. Usikatalie kwa dhambi. Kwa jina la Yesu. Usiendelee kujificha. Amen. Usiendelee kujificha mpendwa. Ndio. Mrudie Mungu wako. Rudi. Yuko tayari kusaidia. Amen. Usingojee kisimamo. Amen. Katika uzinzi. Jomba Kabla nikupate, rudia Mungu. Kabla kisimamo nikupate, rudia Mungu. Rudi. Kabla ugonjwa wa sehemu za siri kupata kwa usherati, rudia Mungu. Toka katikati yao. Ukatengwe na wao. Amen. Na Mungu yuko tayari. Ndio. Atakupa karama. Yes. Na anasema ukitubu, Ndio. yeye anakusamehe. Amen. Anakutakasa. Amen. Anakufanya kuwa wake. Amen. Mtu wa Mungu. Ndio. Toka katikati yao. Toka kwa dhambi. Acha dhambi mpendwa. Amen. Mpendwa ni Yesu. Amen. Wewe unasema hakuna ajuaye. Mungu anakuambia jioni hapa anakujua. Amen. Anakujua. Mungu anakujua. Hata kama ulienda ukafanya mabaya misiri, Mungu anajua. Kweli. Na anakuambia usisahau. Mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Ni mauti. Amen. Hakuna mema. Kweli. Kwa dhambi. Yes. Hata kama Farao alionekana amepamba sana. Ndio. Alimalizia amekufia baharini. Amen. Na jeshi lake lote. Kweli. Hakuna mshahara wa dhambi. Hakuna. Hakuna mema kwa dhambi. Mema hamna. Hakuna. Njoo kwa Yesu. Amen. Mungu uko wazi. Mungu uko wazi mpendwa. Amen. Revelation 3:19. Amen. Sikiliza maneno ya Yesu. Kwa jina la Mungu uko wazi mzee. Ndio. Mungu uko wazi kijana. Yes. Mungu uko wazi mpendwa. Amen. Msichana unasikia mlango uko wazi. Ndio. Hakuna raha kwa ujana. Hakuna. Anasema ujana ni moshi. Ukipita huwezi rudi. Hauwezi. Unatamani siku zile nyuma. Ndio. Utaona. Imeshatengeneza ujana wako leo. Wacha rasa kidunia. Wacha kwa jina la mtu wa Mungu. Toka katikati yao. Amen. Ukatenga na wao. Amen. Na Yesu anakuambia maneno haya. Ndio. Ufunuo Yohana pale 3 kuanzia 19. Ndio. Wote ni wapendao mimi na wakemea. Wote ni wapendao na wakemea. Na kuwarudi. Na kuwarudi. Basi
basi uwe na bidii ukatubu. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama anasimama mlangoni na pisha. Mungu anasema anasimama mlangoni na pisha. Mtu akisikia sauti yangu. Mtu akisikia sauti ya Bwana. Na kufungua mlango. Na kufungua mlango wa moyo wake. Nitaingia kwake. Mungu anasema ataingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Na atakula pamoja na huyo mtu. Na yeye pamoja nami. Na yeye mtu pamoja na Mungu. Yeah. Amen. Mungu Yesu anakuita leo. Anakuita. Anasema hii akikupenda lazima akuambie makosa yako. Amen. Na anasema ukisikia makosa yako ndio maana anakupenda. Amen. Kwa hivyo kama umesikia injili inakukwarakwa, Mungu anakupenda. Amen. Usikasirike. Yes. Usikatae Mungu. Usirushe mikono. Ndio. Repent. Tubu mpendwa. Tubu dhambi. Fungua moyo wako. Geuka. Yesu aingie. Amen. Anasema ukifungua moyo mpe nafasi. ataingia kwako. Amen. Atakaa na wewe. Yes. Na atakula na wewe. Amen. Lakini mchawi hawezi kaa na wewe. Ni kweli. Bwana hawezi kula na wewe. Hawezi. Ni kweli. Hata shetani hawezi kaa na wewe. Hawezi. Alipodanganya Adamu na Hawa alitoroka. Amen. Akawaacha. Hawezi kaa na wewe. Ni kweli. Hawezi. Ni Yesu pekee anaweza kaa na wewe. Amen. Mungu anaweza Yesu pekee. Ndio. Kubali kutubu dhambi. Amen. Fungua moyo wako. Fungua. Ondoa uovu ndani yako. Ondoa. Hautafanikiwa kwa dhambi. Kwa jina la Yesu. Hautafanikiwa. Hakuna. Hizo mipango uko nazo. Kwa dhambi hakuna kufanikiwa. Hakuna. Utabaki kama karatasi ulichora. Ndio. Lakini mafanikio kwa dhambi hamna. Amen. Mafanikio yanakaa kwa Mungu. Ndio. Kwa Mungu aliye hai. Amen. Mithali 28:18 sikiliza maneno haya. Amen. Mtu wa Mungu repent. Tubu. Wanasema watu wapendana wakimbia na kuogopa. Amen. Anasema sasa utie bidii. Utie bidii ukatubu. Amen. Utie bidii ukatubu. Amen. Ufungua moyo wako mpendwa. Ndio. Usiendelee kufunga moyo wako. Yes. Fungua moyo wako jioni ya leo. Yesu apate nafasi. Amen. Anasema atakaa na wewe. Ndio. Na atakula na wewe. Yes. Usikatae mtu wa Mungu. Amen. Usiendelee kuchukua na shingo lako. Amen. Usiendelee kufanya uovu. Amen. Usiendelee kuvisha dhambi. Kwa jina la Yesu. Usiendelee kukaa na vikundi vya wezi. Amen. Maisha yake ni mauti. Usiendelee kukaa na vikundi vya wazinzi. Maisha yake ni mauti. Usiendelee kukaa na vikundi vya washerati. Maisha yake ni mauti. Usiendelee kukaa na vikundi vya uchawi. Maisha yake ni mauti. Na usiseme hakuna ajuaye. Neno la Mungu linasemaje? Methali 28:13. Ndio. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kuziacha. Lakini yule mtu anasiungama na kuziacha atapata rehema. Yule mtu anapata rehema. Amen. Afichaye dhambi zake hawezi fanikiwa. Ni kweli. Ukimficha mke wako hata uende kazini siku zote hakuna kufanikiwa. Hakuna. Ukimficha mzazi wa kwako hata usome mpaka wapi, afichaye dhambi hawezi fanikiwa. Amen. Hata ujiwekelea mipango kabambe, uchukue mkopo, afichaye dhambi hawezi fanikiwa. Amen. Watu wa Mungu, fungua moyo wako. Toka katika dhambi. Achilia uovu wako. Amen. Achilia matendo mabaya. Amen. Mungu anakuita nao. Anasema ukitubu na ukiungama na kuziacha utapata kibali kwa Bwana. Lakini ukificha dhambi, sema hakuna ajuaye. Na Mungu anayejua. Mungu anakujua. Yes, God knows everything. Amen. Anakujua kabisa. Amen. Anakujua kabisa. Hebu soma kitabu cha Ibrania 4:13. Amen. Mungu anakujua mpendwa. Kweli. Na anakuona vizuri sana. Usiendelee kuficha uzinzi. Usiendelee kuficha uongo. Usiendelee kuficha mpango wa kama. Usiendelee kuficha kandawa ka uganga. Usiendelee kuficha kairesi. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Ni wakati wa kutubu dhambi na kuacha dhambi. Tupate kibali mbele za Bwana. Na Mungu anakukumbusha maneno haya usikie tena. Soma neno la Bwana. Ibrania 4:13. Sikiliza mtu wa Mungu. Naweza kusema hakuna mtu anijua. Amen. Lakini kuna Mungu ambaye alikuumba. Amen. Ambaye ana msaada wako. Neno linasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio, wala hakuna kiumbe kilichokuwa wazi. Hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Mbele za Mungu. Lakini vitu vyote viko tupu
na kufunuliwa machoni pake. Na kufunuliwa machoni pake yeye. Yeye aliye na mambo yote. Yeye ambaye tunafaa tujiwasilishe kwake. Amen. Mungu ambaye unafaa umwendea kubariki. Anakuambia wewe uko tupu. You are naked before the eyes of God. Yes. Hata ukijifanya, hata ubadilishe jina. Ulifanya mabaya kule Kawangware, ukahamia huko ukabadilisha jina. Mungu anasema you are naked. Anakuona vizuri kabisa. Yes. Anakujua kabisa. Na anakuambia ukificha dhambi huwezi fanikiwa. Lakini ukichagua kuziungama na kuziacha, utapata kibali kwa Bwana. Na anakuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna mema utayapata ukificha dhambi. Hakuna ushindi mpendwa. Hata ukope rohoni. Kama ukificha dhambi hakuna mafanikio. Dhambi inadhalilisha. Dhambi inaangusha. Dhambi inachakarisha. Dhambi inavunja mema. Dhambi inavunja destiny. Dhambi inaharibu kesho yako. Dhambi inakupeleka jehanamu. Yesu anakuambia sasa wewe usikie sauti yake. Watoe katikati yao. Ukatengwe na wao. Ukubali kutubu mpendwa. Na kuachilia dhambi zako. Mungu yuko tayari mpendwa. Kwa nini uendelee kukaa kwa dhambi? Kwa nini uendelee kupotea mpendwa? Wakati Mungu yuko tayari mpendwa. Usifiche dhambi mpendwa. Usifiche uovu mpendwa. Ni wakati utubu sasa. Usipatikane katika hatari. Usipatikane katika ghadhabu. Mungu yuko tayari mzee. Mungu yuko tayari mama. Mungu yuko tayari kijana. Usamehe dhambi zako. Na kutakase. Na kupe mpaka mema. Kwa nini unaficha dhambi? Kwa nini unaficha dhambi mpendwa? Usimfiche shetani. Shetani sio rafiki yako. Shetani ni adui yako. Hata akikubembeleza ni adui wako. Shetani ni kama mke wenyewe. Hata kudanganya. Ni wao wenyewe. Ni wao wenyewe. Siku ikifika atakurudia mwenyewe. Atarudi kwenyewe. Ni kweli. Hata kukumbazeni. Siku ikifika atarudi. Amen. Hivi ndivyo shetani alivyo. Hata kudanganya. Hana kitu. Hana chochote. Kweli. Na hawezi kupa kitu. Hana. Lakini Mungu akona vyote. Amen. Kila dunia na vyote vijaza mali yake. Toka huko ulipo. Toka huko. Achilia uovu mpe. Amen. Toka wewe mgadara. Toka huko kwa dhambi. Unaweka vitu kwa mdomo. Natafuta stima. Unaharibu kesho yako. Unaharibu baraka zako. Hakuna mema. Hakuna. Ni starehe na starehe. Hakuna starehe huko kwa hakuna starehe ukiwa Mungu. Hakuna. Ni kuvunja mema kwa maisha yako. Kujitenga na Mungu wako. Mungu anasema be sober and mtu amekula Mungu si sober. Amegeuka. Utasikia akihesabu ghorofa na hata nyumba. Amen. Na amehesabu ghorofa. Wanasema zimeshika. Aendeshe mpaka anaanza kuhesabu ghorofa. Amen. Mara siku nyingine aseme sina mkono wangu. Ndio. Na mkono akona. Akona. Hana iko soba. Ni kweli. Mungu anasema be sober. Be sober. Wewe sio sober. Wewe ni stagala. Utamkuta anatembea barabara yote. Mungu anasema be sober and vigilant. Amen. Mtu wa Mungu be sober. Amen. Tupa hizo vitu. Tupa. Toka katika ulevi. Toka. Mrudia Mungu wako. Njoo kwa Yesu. Katika bangi. Amen. Bali tupa kando. Tupa huko. Sasa mandugu yao. Njoo kwa Yesu. Tasaidika. Tupa kando. Kiraiko mpando. Jina la Yesu. Hakiwezi kusaidia kiraiko. Haiwezi. Tupa huko. Amen. Mrudia Mungu wako. Amen. Alikuumba kwa mfano wake. Kwa jina la Yesu. Na sura yake. Amen. Ni kuzuri sana. Ndio. Hata ulipozaliwa walisema tu tunaona malaika. Amen. Walikuita malaika. Ni kweli. Lakini sasa hivi na muache Mungu mbele kwa shetani. Ni kweli. Yesu anakuambia sasa utubu. Amen. Rudi mpendo. Rudi. Fanya haraka mzee. Yes. Fanya haraka kijana. Kwa jina la Yesu. Kuna siku mai peke. Kwa Yesu. Rudi Mungu wako. Rudi kwa Yesu. Kani kupate. Ndio. Mungu anakurudia Mungu. Mungu kwa jina la Yesu. Mabaya kupate. Ndio. Wakati ndio sasa. Ndio. Kwa kutubu dhambi. Mungu kwa jina la Yesu. Rudi. Hadichaya dhambi zake. Hawezi kufanikiwa. Hawezi. Lakini anayesiungama na kuziacha anapata kibali. Anayesiungama dhambi zake na kuziacha mpendwa ndiye anayepata kibali. Lakini mtu anapiga dhambi hawezi kufanikiwa. Hawezi mpendwa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ni mauti mzee. Mshahara wa dhambi ni mauti mama. Mshahara wa dhambi ni mauti kijana. Ni mauti mpendwa. Usikubali kukaa kwa barabara ya mauti. Kuna barabara ya uzima. Yesu Kristo.
na jioni ya leo anasema mtu akisikia sauti na kufungua mlango ataingia kwake, atakaa na yeye, atakula na yeye, pamoja naye. Mtu wa Mungu, kwa nini mkumbatie shetani? Shetani hana mema, hana kesho nzuri, hata umilele hana. Unamwacha Mungu wa nini? Mrudia Mungu mpende. Achilia dhambi mzee, achilia dhambi mama, achilia dhambi kijana, achilia dhambi. Kwa nini unahangaika na umekataa kuacha dhambi? Unatumainia kuona mema, yatapitia wapi? Wapita mema, wakati umeficha dhambi hawezi mpendwa. Hata uombewe mtu ameficha dhambi, Maandiko yamesema hakuna kufanikiwa. Hata utume sadaka ya madhabahu, aliyeficha dhambi hakuna kufanikiwa. Hata ufanye mbegu wa kusababisha nyota, aliyeficha dhambi hakuna mafanikio. Mafanikio ni kwa watu ambao wamesikia neno la Bwana, wanachagua kutubu na kuacha dhambi. Hapo ndio kuna mafanikio. Mungu, fanya haraka. Neno la Mungu linasikia. Bwana muda wetu umekwisha. Kwa sababu ya muda wetu tutaweza kufika hapo leo. Lakini kuachia maneno haya. Ezekieli 18:11. Sikiliza neno la Bwana mtu wa Mungu. Ezekieli 18:11. Ezekieli 18:11. Sikiliza mtu wa Mungu, maneno haya ndio nakuachia siku ya leo. Mtu wa Mungu, umesikia neno la Bwana. Usifanye moyo wako mgumu. Kubali kujichunguza. Kubali kutubu dhambi. Achilia uovu. Tupilia mbali mbele. Achilia dhambi. Dhambi haileti maisha. Dhambi haileti mafanikio. Dhambi haiinui. Dhambi haijengi. Dhambi inaharibu. Fanya haraka mpendo. This is the time. Tulipenda masi. Nafasi ndio sasa ya kutubu dhambi. Fanya haraka mpendo. Ukatubu dhambi zako. Ukatubu. Mungu yuko tayari kukusafisha. Maneno ndio nakuachia leo. Neno la Mungu linasemaje? Ezekieli 18:31. Ndio. Tupilieni mbali nanyi makosa yenu. Tupilieni mbali nanyi makosa yenu. Yote mlioyakosa. Yote mlioyakosa. Jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli? Mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake ambaye asema Bwana Mungu. Mungu anasema furahi kifo cha mwenye dhambi. Basi gairini mkaishi. Mungu anasema tumaini na tuishi. Ndio maana nakuachia siku ya mpendo. Mungu anatuambia tutupilie mbali. Tupilie mbali. Wala makosa tumekuwa tukikosea. Tupilie mbali. Tupilie mbali ulevi. Tupilie mbali uzinzi. Tupilie mbali uongo. Tupilie mbali mavazi ya mahaba. Tupilie mbali mbele. Tupilie mbali roho mbaya. Tupilie mbali roho ya chuki. Tupilie mbali na wewe. Roho tutakusamea. Tupilie mbali na wewe. Fanyia moyo mpya. Mungu atakusaidia. Hata ukasirikia watu hautawahi fanikiwa. Hakuna aliyekasirikia watu wakafanikiwa. Mwisho wake tu ni kujinyonga. Mtu wa Mungu, tupilia mbali na makosa. Hata ukimpiga mke wako, mwisho wa siku unaweza lala jela. Maana shetani atakuingia. Utasikia kumpiga asikii mdunge kisu. Na unaozea jela. Tupilia mbali. Ule mpango wa kando. Kesho yako ni mateso. Tupilia mbali. Mrudie Mungu wako. Jifanyie moyo mpya. Na roho mpya. Moyo wa kumwomba Mungu. Moyo wa kumcha Bwana. Mungu anasema hapendi kwa mwenye dhambi. Anataka watu wadahiri. Waishi mpendo. Wacha dhambi mpendo. Tupilia mbali. Yale mambo unafanya zilini. Masturbation. Tupilia mbali. Kwa sababu ni kuharibu na haribu. Tupilia mbali mpendwa. Mche Mungu wako. Mungu ni Mungu aliyekuumba. Kubali kumtumikia Mungu. Chagua kukaa kwa njia sahihi. Chagua kumpendeza Mungu. Chagua kumtii Mungu. Ndio kuna mapenzi ya Mungu. Hapo ndipo kuna mema. Hapo ndipo kuna kesho nzuri. Hapo ndipo kuna kesho ya mafanikio. Hata wale wanauza pombe wanakuambia if you consume you will just harm your health.
Mpendo hata wenyewe wameshakueleza. Anayekuuzia fedha ameshakuandikia, ukiguta unajenga kaburi. Hata ameshachonga kaburi kwa akili ya sigara. Amekuchorea. Ndio. Kwa sababu tupilia mbali. Hakuna faida. Ndio kwa Yesu. Hakutoa moshi puani. Hakuna faida. Hakuna starehe. Ndio. Ni kuchimba kaburi pole pole. Ni kweli. Mungu anakuambia tupilia mbali. Tupilia mbali. Tupa mpenda. Rudi Mungu wako sana. Rudi. Jipangie roho mpya. Badilika. Jipangie roho mpya. Mungu yuko tayari. Akusafishe. Ndio. Ukisema haiwezekani. Kweli. Siwezi badilika. Ndio. Hakuna mtu anaweza badilika. Ni wewe utaki. Hata kama unavuta bangi miaka 20. Ndio. Mungu ndiye alikuumba. Anakubadilisha. Anaweza kubadilisha. Ile roho iondoe. Ndio. Akurudishie roho yake. Ile hamu ya bangi aondoe. Arudishe hamu ya utakatifu. Kwa jina la Yesu. Rudi. Alikuwa muuaji. Lakini Yesu akamgeuza. Akaondoa roho akaweka roho nyingine. Acha kukalia kwa dhambi. Msikubali. Mpende tupilia. Kwa Yesu sasa. Thank you Jesus. There is life everlasting. In Christ Jesus. Kuna baraka ndani ya Yesu. Kuna uzima ndani ya Yesu. Kuna uponyaji ndani ya Yesu. Tupilia mbali dhambi. Mpendwa. Tupilia mbali Mungu wako. Wachilia roho mkuu. Rudia Mungu wako. Rudi. Kwa nini uhangaike? Kwa nini uende jehanamu? Kwa nini shetani akucheza? Na Mungu alikuumba. Tena kwa sura yako. Kwa mfano wake. Bwana unampa shina basi. Tupilia mbali mpendwa. Mungu apate nafasi. Amen. Ndani yako. Ndani yake. Utabarikiwa sasa na uzima wa milele. Amen. Haleluya. Amen. Masikio. Amen. Kwa sababu ya muda wako. Mimi nakuacha na haya. Mungu akusaidie sana. Ufanye uamuzi. Amen. Utupilie mbali. Kwa jina la Yesu. Yale makosa yote. Amen. Tupa mbali. Amen. Mrudie Mungu. Ubadilike. Na utaona ushindi. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Mara ulipo. Ndio. Tuamini tu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua mahali hapa tena jioni ya leo. Tunasema ni asante kwa neno lako. Asante. Asante kwa wale watu umegusa wakasikiliza. Maana neno lako litoe nguvu. Maana nimefika nifanye kazi. Amen. Haonekana ushuhuda na mabadiliko. Amen. Nasema sitakurudia Bwana. Tunakamata mateka roho ya dhambi. Roho ya yegi tunakamata mateka. Roho ya usinzi mahali hapa. Roho ya yegi tunakamata mateka. Roho ya zangi na miadarati. Roho ya madi mahali hapa. Tunakamata mateka. Tunayembako wazee. Tunayembako wa mama. Tunayembako vijana. Tunayembako watoto. Tunayembako ya dhambi. Tunapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukaokoa. Wazee. Mama. Vijana. Wote wamesikia hili Mungu. Bwana ukamvunja kwako. Umevunja kwako Bwana. Sababisha chukia Bwana. Sababisha Bwana. Wazee wakachukia Bwana. Wama wachukia Bwana. Vijana wachukia Bwana. Watoto wachukia Bwana. Watu tukachukia Bwana. Bwana ni Mungu mwenye nguvu. Nifuatilie neno lako Bwana. Nasema tu ya Jehova. Onekana ushuhuda. Onekana mabadiliko. Nasila sitakurudia. Mungu la giza ondoa. Mungu la giza Yesu ondoa. Mamlaka ya shetani. Zile ngome za wachawi. Waganga na washirikina. Ambao zinakamata watu. Wanaacha Mungu wao. Bwana hizo ngome ziangushe. Poromosha Jehova. Sababisha hizo ngome. Tunakataa mamlaka hayo. Tunapinga ya mamlaka. Kwa kufungia watu kwa dhambi. Tunapinga kufanya kushindwa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana nyosha mkono. Warejesha watu wako. Waliopotelea kwa dhambi. Warejeshe Jehova. Bwana uwezo ni wako. Na nguvu ni zako Bwana. Hata mahali hapa tawala. Naomba ukageuza maeneo. Kageuza maeneo haya. Kuongea kwa sauti hizi. Kageuza maeneo haya. Kile kimekuwa kikitawala. Bwana kikaisha nguvu. Kikamarisha nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu. Bwana tusikiliza Bwana. Waweka mikononi mwako. Wengine ni wagonjwa. Bwana ukawaponya. Wengine ni wadhaifu. Basi watie nguvu. Wengine nyumba zao zimeharibika. Bwana ukarejeshe. Wengine hawana amani. Weka amani kwa nyumba zao. Bwana Yesu unajua. Aliyevumilia kutusikiliza. Unajua hitaji lake. Bwana ukamkumbuke. Akaona muujiza. Nasema sitakurudia. Mamlaka ya shetani tunakemea pate kushindwa katika
jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, mahali hapa Jehova wazidi kutawala. Bwana unaweza Bwana, ujilete Bwana. Ameingia kwa shetani akamatia wengine baraka, wote ndio wamekamata mateka akapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana maeneo haya aliyetusikiliza atambarikiwa vile imepanga, atapata kile imepanga wewe. Bwana uweza ni wako. Asante mtakatifu, asante mshambaya. Natangaza damu ya Yesu, damu yangu itakasa mahali itawala maeneo haya, damu kwa wazee, damu kwa mama, damu Yesu kwa vijana, watoto Bwana, damu sauti inavika, kuleta damu ya Yesu, damu ikakomboa, damu ikafunguka, damu ikaleta damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Shetani ya shindwe, waganga wa shindwe, wamiliki wa shindwe, watu wa shetani wa shindwe, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tawala, na ukatenda mema. Bwana wa sabra, chochote hujapanga maeneo haya tukarudishia mwenyewe saba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, ukatende wasiwa sitakurudia. Bwana ni Mungu wako, Bwana Mungu wa pekee. Basi tunajiweka mikononi mwako, unapoondoka mahali hapa. Bwana tunaomba utuzingire, ukuta moto wa Roho, utufunike na damu yako, utuache Bwana, mwana wa shetani, mtego wa shetani, kuzuia injili, kumaliza wahubiri wanaosimamia kweli, akielekeza mkono kwetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana neno lako tutalidumisha na kulitangaza milele. Bwana unaweza Bwana. Yesu ni wewe mwenye nguvu, aliyesababisha Jehova sauti hivi kila wengi. Bwana ukambariki, na ukamtukuze, ukamwonekanie, ukabariki maisha yake, ukaachilia ukombozi ndani yako Jehova katika maisha yake. Hasira sitakurudia. Bwana bila sauti milika yake pia ikuvikie, akaona majibu. Hasira sitakuwa ni zako. Asante Bwana, Bwana umetenda. Bwana Jehova, kwa mkutano huu tunaweka muhuri wa tohara, kile kitainuka tunakiinda kifo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpokee Bwana Yesu makofi maana ulipokana na uwezo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Bwana. Hallelujah. Thank you Lord. Mungu amani ya kubariki sana. Amen. Wewe ambaye umetusikiliza, na pia akutendee mema. Amen. Akujalie kibali cha kuona ushindi katika maisha yako ya sasa na pia yajayo. Kwa jina la Yesu Kristo. Sisi tunaitwa Holy Way Ministries. Holy Way Ministries. Tuko hapa Mkuru kwa Ruben. Kama unapenda ukweli, ungependa kushiriki nasi, ukipenda na Injili na Gateway, pale mbele kuna ile njia ya kuteremka transformer. Kuteremka nao mbele kidogo kuna mulika mwizi. Hapo kwa mulika mwizi nyuma yake kuna kanisa la Holy Way Ministries. Kama unapenda ukweli, umekaribishwa kwa ibada zetu. Wale wanapatikana mtandaoni, tunapatikana katika mitandao ya kijamii Holy Way Kenya. Kiandika TikTok, Facebook, mahali popote pale unaweza kupata neno la Mungu Holy Way Kenya, na ukasaidika sana katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni msikilizaji wa redio, kila siku ya Friday baada ya news saa 1 jioni unaweza kusikiliza Ruben FM. Kama wewe ni msikilizaji wa redio unapenda neno la Mungu, every Friday saa 1 baada ya news ya jioni unaweza kusikiliza Ruben FM na ukasikiliza mafundisho zaidi na ukajengeka sana kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amani ya kusimamia na kutetea. Kama kuna mtu ambaye angependa kuzungumza nasi, ana swali au ana jambo la kusema, nataka kupeana namba yangu ya simu. Kama una jambo la kusema au una swali, hitaji lolote, unaweza kunipigia simu. Natumia namba ya simu, kwa hivyo kama unaweza kuiandika ni vizuri, unaweza kuwa msaada kwako. Namba yangu ya simu ni 01 17 12 64 84. 01 17 12 64 84. Namba yangu ya simu narudia tena 01
17 12 64 84. Bwana wa amani akubariki sana na kutendea mema. Mungu akituendelea wiki ijayo, siku kama leo, tunaweza kurudi hapa tena kwa ajili ya mafundisho zaidi. Kwa sababu tunasema Mungu akulinde na usiku mwema na kutendea mema sana. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. In Jesus' name. Shalom. Bwana akubariki na kutendea mema.